Daktari Kulwa, alafu pia nyinyi mnashirikiana na taasisi kama hizi, vyombo vya habari, sisi vyuo mbalimbali kukuza lugha ya Kiswahili. Mkitembea naona vitabu vyenu, kamusi BAKITA, mmechangia sana kukuza lugha ya Kiswahili. Hongereni sana kwa hilo. Asante sana. Tunashukuru, na kwa kweli hawa ni wadau wetu wakubwa na tunashirikiana nao kwa karibu mno. Anasikiliza BAKITA, anajua kazi zenu mnazozifanya mpaka leo. Lengo haswa ni utafiti, mnabuni istilahi, mnachapisha vitabu, nini kingine? Kwanza ni shukuru nami kama alivyoanza mwenzangu kufika hapa. Tumekuja hapa kwa mwaliko wa kituo cha Kiswahili cha Wasta. Tunashukuru sana mzee wala bini wala kwa kutualika katika. Aliniambia Mrisho Kikwete anakuita wala rais. Basi ile bini pale katikati inakuwa ni wala ziada. Kwa hiyo lakini pia tunashukuru kwa ajili ya Radio 47 kwa kumwaliko huu wa kuja hapa ili kuweza kutoa ya moyoni mwetu. Baraza la Kiswahili la Taifa, kwa kifupi BAKITA, ni taasisi ya umma, kwa maana ya kwamba ni taasisi ambayo ni ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inafanya kazi kote Tanzania bara pamoja na visiwani. Japokuwa kule kuna BAKIZA, lakini BAKIZA ni sehemu tu ya BAKITA. Na kwa sababu hiyo Baraza la Kiswahili la Taifa lilianzishwa kwa sheria ya bunge namba 27 kule Tanzania ili kusimamia maendeleo na matumizi ya Kiswahili ndani ya nchi na kuangalia maendeleo yake nje ya nchi. Na kwa kweli vyombo vya habari kama nilivyosema mwanzoni ni wadau wakubwa wa Kiswahili. Ukiangalia historia ya Kiswahili, Kiswahili kimeenezwa zaidi na vyombo vya habari. Naam. Ukiangalia tu utaona mpaka vingine viko China, viko Marekani kama vile BBC au Ufaransa na kadhalika, ni vyombo vya habari. Hata ndani ya nchi kwa Tanzania na Kenya na kote Afrika Mashariki ni vyombo vya habari vimesaidia sana kueneza Kiswahili. Na kwa hiyo sisi sasa kama Baraza la Kiswahili la Taifa tunayo majukumu naweza nikayaweka katika namna 3. Kwanza tunashughulika na tafsiri na ukalimani. Naam. Najua kwamba vyombo vya habari pia bila ukalimani, bila tafsiri tutapata tabu sana. Kwa hiyo sisi Baraza la Kiswahili la Taifa tunacho kitengo cha tafsiri na ukalimani na tunajishughulisha sana na mambo hayo. Tunatafsiri nyaraka zote za serikali lazima zipite BAKITA. Hata za watu binafsi, kama unataka kusafiri nje ya nchi waraka wako huko katika lugha ya kigeni lazima uje BAKITA upate ithibati. Lakini tuna swala la ukalimani, mikutano yote ya kimataifa inayofanyika ndani ya Tanzania na nje inayohusisha lugha ya Kiswahili. Yaani kama wanazungumza kwa lugha nyingine halafu watu wetu maana wanajua Kiswahili, lazima kuwepo na ukalimani. Sasa sisi Baraza la Kiswahili tuna dhamana hiyo na tunafanya hiyo kazi, hata kama sio sisi, lakini tunao mawakala ambao wanafanya hiyo kazi. Na kitu kingine tunashughulika na usanifishaji. Tunayo idara ya istilahi na kamusi. Tunakusanya istilahi, tunatafuta maneno ya lugha za kigeni. Wadau wetu pia wanatuletea maneno mengine ya lugha za kigeni, tunayaweka katika Kiswahili. Kama ambavyo tumezungumza habari ya wahadhiri katika vyuo vikuu vinavyojishughulika na Kiswahili, pia wanafanya hiyo kazi lakini kwa kushirikiana na sisi. Kwa hiyo maneno mengi ya kigeni lazima yapate Kiswahili chake. Maneno mapya pia huibuka, mengine yanaletwa na watumiaji, mengine yanatoka katika lugha za kigeni yanaingia katika Kiswahili. Lugha ndivyo inavyokuwa, ndivyo inavyoendelea. Lakini tunatunga pia kamusi. Najua wenzo mmojawapo muhimu sana kwa waandishi wa habari na wanahabari kwa ujumla ni kamusi. Huwezi kufanya kazi bila kamusi. Ndio maana tunawahimiza wanahabari na watangazaji na waandishi wa habari, magazeti na kadhalika,
wawe na kamusi. Ukiingia chumba cha habari uweze ukakosa. Sijui kama hapa zipo, lakini naamini ipo. Nimechukua nikaiweka upande ule wa studio. Uliniona wakati na rekodi video. Sawa sawa. Basi hebu nitafute ushahidi. Yeye utembea nayo. Lakini ni nzuri kwamba wanahabari tuzoee kamusi. Muhimu sana. Kwa hiyo ni muhimu. Hata Ngugi mnahitaji. Unaona leo nikiingia piga picha nikiwa nayo. Huu ni ushahidi. Wenzangu hao wamepiga picha na mifuko ya nyama, lakini naam, kamusi. Kwa hiyo tunayo hiyo. Lakini tuna sehemu nyingine inayoshughulika na lugha na fasihi. Sasa hii ni pana kidogo, kwa sababu hapo tunashughulika pia na kuna kitu sasa tunaita ubidhaishaji wa Kiswahili kimataifa. Iligundulika kwamba lugha ya Kiswahili watu walizoea tu kuitumia kama mawasiliano, burudani na kadhalika, haikuwafaidia chochote. Yaani mtu anajua Kiswahili lakini hana chochote anachofaidika nacho. Nakumbuka wakati tunasoma tulikuwa tunaambiwa sasa unasoma Kiswahili cha nini wakati kitakupeleka wapi? Kinakupeleka wapi? Kitakufaidia nini? Lakini sasa ni bidhaa. Kwa maana ya kwamba mtaalamu wa Kiswahili sasa ana uwezo wa kuuza Kiswahili kupitia bidhaa za Kiswahili, vitabu, shughuli za ukalimani, shughuli za tafsiri na kadhalika. Kwa hiyo kuna shughuli kama hizo ambazo ni muhimu sana. Ubidhaishaji sasa unakiwezesha Kiswahili kuvuka mipaka ya nchi zetu za Afrika Mashariki na kwenda ng'ambo. Mathalani juzi jana tumeambiwa habari ya Afrika Magharibi ambako sasa wanataka kuachana na Kifaransa. Lakini pia nchi za mbali, mashariki ya mbali, Ulaya, Marekani, kote huko tunataka kifike Kiswahili. Tunakibidhaisha kimataifa. Mtu aende Marekani akafanye shughuli za Kiswahili, apate pesa, afaidishe watu wake au wananchi wenzake katika nchi anayotoka. Na labda hili niliseme pia kwamba kwa waandishi wa habari, wanahabari kwa ujumla pamoja na vyombo, nipongeze pia idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Ndio mnaisikia kwa mara ya kwanza? Ndio. Yaani hatukuwahi kusikia. Wameanza wiki hii. Kwa hiyo hata hivyo hatujachelewa. Wiki moja tu bado ni muda mwafaka, muda mzuri. Tutakuwa na makongamano mawili makubwa mwakani. Tutakuwa na kongamano la kimataifa la Kiswahili Ufaransa, mwezi wa 4. Ufaransa. Mnakumbuka mwaka jana kulikuwa na kongamano la kimataifa la kwanza Kuba. Havana. Kuba ndo Cuba. Anaitwa Kuba. Sasa safari hii ni Ufaransa, Paris, kuanzia tarehe 16 mpaka 19 Aprili. Kwa hiyo sasa watu wote tunawaalika, vyombo vya habari vikiwamo. Kwa hiyo pamoja na chombo kipya hiki, idhaa mpya ya Kiswahili Afrika, nafurahi sana kuwapata huko Ufaransa. Tutasambaza taarifa hizi pamoja na kiungo cha watu kujisajili. Tutawatumia pia ili muweze kujisajili kwenda huko. Kongamano la pili ni la idhaa za Kiswahili duniani. Hili litafanyika Arusha mwezi Machi mwakani. Hatujaweka tarehe vizuri, lakini tutawafahamisha kila idhaa ya Kiswahili iliyoko Afrika na nje ya Afrika. Tutawapa taarifa. Tunawakaribisha sana muweze kushiriki katika kuna mambo mengi ambayo tutakuwa nayo huko. Na mimi kwa kuja hapa nitafurahi sana Radio 47 kama mtakuwa mawakala wetu wa kusambaza hizi habari kwa wanahabari wengine hapa Kenya, ili tuweze kushirikiana kuandaa kongamano hilo ambayo itafanyika hapo mwakani. Tutashirikiana, maana ukiangalia idhaa hii tunajitahidi sana kukuza lugha ya Kiswahili. Ulimuona mkuu wa idhaa
tumeshinda naye pale ndugu Geoffrey Mung'o. Kwa hiyo habari kama hizi atazipokea kwa moyo mkunjufu. Yule sio bosi tu, ni bonge la bosi. Kaja kumuita Simba mwana. Huyu hata si sovu. Au sasa ni ndovu. Na Arusha ni hapa tu. Na hili la Arusha nataka nisisitize hapo kwamba huwa ni mahsusi. Natumia neno mahsus, maalum, specific, special for you waandishi wa habari. Nakuja kujadili habari na Kiswahili. Kiswahili tutakiendelezaje, tutafanya. Lakini mitindo ya utangazaji mbalimbali, huyu kupeana tajriba, uzoefu, nyie mnafanyaje? Kwa pamoja. Kwa hiyo huwa ni kongamano moja muhimu nzuri sana. Hiyo tutazipata habari, tutasambaza. Nitatamani sana waandishi wa habari wengi tutoke Kenya. Ni jukwaa zuri sana pia la nyie pia kujitangaza, sio? Na sisi pia kujitangaza, sio? Kwa hiyo niseme pia kwamba Baraza la Kiswahili la Taifa tunafanya kazi chini ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Na hii ni yake sasa hivi kijana wangu ule msanii ni naibu waziri. Mwana FA Hamisi Benjuma na waziri ni Profesa Paramagamba Aidan Mwaluko Kabutu. Msemaji mzuri sana. Na katibu mkuu ni Gerson Msigwa ambaye pia ni mnenaji wa serikali. Na naibu katibu ni Ahmed Sofu. Amina. Lakini pia katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Taifa ni Bi Consolata Mushi. Huyo ndiye amenituma mimi. Amefanya kazi kubwa BAKITA sana kabisa. Kenya amekuja sana. Ndio. Moshi. Na huyo Bi Consolata Mushi, labda niongezee hapa. Sisi kule tunamuita mama wa Chegani. Unajua Chegani? Unaijua Chega? Sasa Bi Anna Ngugi au wewe au Mwalimu Sakwa au ndugu yangu hapa, seneta tukitaka kuweka nywele vizuri tunakwenda wapi? Wanaita salon. Ndio Chega ile. Asante. Sasa hilo ndio, hata kuna swali hapo nilikuwa nataka kuuliza, hilo la kwanza, Chegani si salon. Sasa aka au ile almaarufu ya katibu wetu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA, tunamuita mama wa Chegani. Tulikuwa tukutana kila Jumamosi studio pale Radio 1. Anakuja ametengeneza nywele, ikabidi tukampa hiyo lakabu. Wewe ni mama wa saloni, mama wa Chegani. Ngugi, unaona sasa hiyo mialiko hiyo tumuone mama wa Chegani. Sasa Ngugi sio atakuwa dada wa Chegani.